Na mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa, mambo yamezidi kutaradadi hapa katika maonesho katika viwanja vya Daktari John Malechela hapa jijini Dodoma. Maonesho ya 8 maalum kwa ajili ya wakulima na wafugaji, lakini pia na wadau wote wa masuala ya mifugo na kilimo na Watanzania wote kwa ujumla. Tumerudi tena ndani ya banda la VETA. Hawa ni mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA. Hawa ni wadau muhimu na wakubwa sana wa maonesho haya ya 8. Jana tulikuwa hapa, lakini leo tumerudi tena, na leo tunazungumza na wakufunzi ambao wao wamebobea katika masuala ya kutengeneza mashine za kuchanganyia vyakula, lakini pia vyakula vya wanyama na mifugo, lakini pia mashine maalum kwa ajili ya umwagiliaji. Niko na mkufunzi hapa, kwa upande wake yeye ataenda kutueleza hii mashine imetengenezwa na kazi yake ni nini hasa. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Franklin Emmanuel Mazara, ni mkufunzi mwandamizi wa VETA katika chuo cha VETA Arusha. Kwa 8 hii ya 2026 tumekuja na mashine unayoiona hapa mbele, ni mashine kwa ajili ya kupura mpunga. Mashine hii tumekuja kuongeza tija kwa wakulima, kuwasaidia wakulima waweze kupiga mazao yao kirahisi, badala ya kupiga mazao kwa kutumia especially mpunga kwa kutumia miti ambako umeweka kwenye turubai, lakini kwa mashine hii unaweza kutumia watu 4 kuliko kwa kupiga kwa miti ambayo ingechukua watu 12. Kwa hiyo tumewaletea wakulima kwa rahisishia ili kuongeza tija katika zao letu la mpunga. Pia huu ni ubunifu wa wanafunzi na walimu ambao tunawaleta kwa Tanzania waweze kutumia rasilimali zao za Kitanzania kiurahisi. Pia tumekuja na mafunzo ambayo ni mafunzo ya Agra yanayodhaminiwa na mradi wa Agra. Ni mafunzo ya ujasiriamali kwa vijana stakabali kwenye mambo ya chakula na kilimo, unaitwa YEFA. Katika mradi huu tunafundisha kozi 3. Kozi ya kwanza ni ufundi wa zana na mitambo ya kilimo kutumia mechanization. Badala ya kulima kutumia mikono, basi tutoke huko vijana tuingie katika kutumia mechanization. Pia tunawafundisha vijana wetu njia rahisi ya umwagiliaji, teknolojia ya umwagiliaji kwa kutumia drip, kwa kutumia sprinkler na kadhalika. Vijana wawe na maeneo ambao wangeweza kutumia umwagiliaji kwa kutumia hizo irrigation schemes. Vile vile tumekuja na mafunzo ya teknolojia ya uhifadhi wa mazao, tunaita post harvest management. Tunawafundisha vijana namna ya kutengeneza jam, pilipili na kripsi, karanga za chumvi, karanga za mayai na kadhalika. Kozi hii tunatoa kwa muda ya mechanization ni mwezi mmoja, umwagiliaji pamoja na uhifadhi wa mazao ni ndani ya wiki 2 katika kila kozi. Na mwitikio ukoje kwa vijana kuchangamkia hizi fursa za mafunzo za haya mambo? Mwitikio tumeona ni mkubwa, na mpaka sasa hivi tunaendelea. Kwa mfano kule chuo chetu cha Arusha, wiki hii Ijumaa ni mwisho wa ile kozi ya post harvest management. Mwitikio ni mkubwa na vijana wanafurahia. Mimi natoa wito kwa vijana pamoja na Watanzania wote kwa ujumla, vyuo vyetu vya VETA viko katika kila wilaya Tanzania. Hebu tufike pale, kuna fursa nyingi ambazo zingeweza kuwasaidia kujiajiri, kuajiri na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tupunguze ile kulalamika, badala kuangalia fursa kama hizo. Vyuo vyetu viko vingi sana, na kuna kozi zingine zinatolewa kwa wafadhili, ni bure. Yeye ni kuja tu pale na kurudi labda na chakula chake cha mchana, basi anapata ujuzi hands-on ambazo zingeweza kumsaidia kuendesha maisha yake. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana wenzangu wa Tanzania wote, karibuni sana VETA fursa kama zote. Mtazamaji, ni mafunzo ya bunifu mbalimbali ambayo yanatolewa na VETA katika vyuo vyao vilivyoko katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Tunazungumza na mkufunzi mwingine ambaye yeye ataenda kutuelezea hii mashine ambayo unaona hapa, kuna chakula cha mifugo. Ataenda kutuelezea hii mashine imetengenezwa maalum hasa kwa kazi gani. Karibu. Asante. Kwa jina ninaitwa Susa Kimal Komburu, ni mkufunzi mwandamizi chuo cha VETA Songea. Hapa tumekuja na mashine mbalimbali ambazo zinatengenezwa na vijana wetu kwa kushirikiana na sisi walimu wao. Mashine hii tumeitengeneza kwa ajili ya kuchanganya chakula cha mifugo ya aina zote, kwamba unaweza ukachukua mashudu, ukachukua pumba za mpunga, ukachukua baadhi ya madini kutokana na ushauri wa wataalamu wa kilimo na mifugo, ukachanganya. Kisha changanya
hii inakusaidia kuweza kupata chakula chenye kilichoboreshwa kwa muda mfupi, badala ya ile kutukua spedi na kuanza kuchanganya chakula, kwa sababu kwa kutumia hivi vifaa kama spedi unaweza kukuta unatoa magonjwa kutoka kwa binadamu kwenda kwa wanyama. Kwa kutumia mashine hii mtu anaweza kufanya kazi kwa muda mfupi na akaweza kuendelea na shughuli nyingine za majukumu ya kitaifa. Lakini pili, inaweza ikatengeneza ajira kwa vijana. Kwa mfano, vijana anaweza kaamua kujiajiri kwa ajili ya utengenezaji, akapata kozi kwa ajili ya utengenezaji wa hizi mashine tu. Lakini pili, kuna vijana wanaweza kuwa wameungana vikundi wakawa wanatengeneza hizi mashine kwa ajili ya kuuza vyakula. Kwa hiyo tunavyozungumza kutokana na dira ya sasa hivi nasema tambua soko na ongeza tija. Sasa sisi tumeongeza tija kwenye mashine hizi, badala ya wakulima kutumia spedi kuchanganya kwa kutumia spedi kuchanganya vyakula, sasa hivi tunakuwa tunatumia mashine, na hii mashine inaweza ikatumia umeme au ikatumia manyo kwa kawaida, na imekuwa calculated kiasi ambacho huwezi kutumia nguvu sana, kwa sababu mtu anaweza kauliza kusema kwa nini atumie mkono. Unaweza kutumia mkono lakini usitumie nguvu sana. Kwa kinacho hizo zote ni hesabu za, kama umesoma vizuri physics, hesabu hizo zikitumika hapo inasaidia zaidi katika kupunguza ule mzigo kwa mtu anayetumia kwa mkono. Umesema kwamba vya mifugo, ni chakula cha mifugo ya aina yote. Yes. Kwa ukizungumzia kuku, ukizungumzia ng'ombe, ukizungumzia samaki, yani wote unaweza kuchanganyia kwa kutumia hii. Ndio kabisa, unaweza kuchanganyia kwa kutumia mashine hii hapa. Lengo letu sisi ni kwamba vijana waweze kujiajiri wenyewe. Hii program ni kwa vijana wote, walika zote. Hata kama ni mtu amestaafu, tunamkaribisha aje VETA, azungumze shida yake, atasaidiwa. Na zinauzwa kwa bei rahisi. Hizi mashine zinauzwa kwa bei rahisi sana, kiasi ambacho sisi tumeangalia ule mkulima wa chini. Kwa mfano mashine kama hii unaweza kukuta inauzwa shilingi 300,000. Kwa hiyo ni bei ya chini kabisa ambayo mtu anaweza ka-afford. Sasa kwa yule mfugaji ambaye sasa hivi anakuangalia pale Channel 10 pale, muda huu unaangaliwa na watu wengi sana, kwa sababu Channel 10 ni channel ambayo inaangaliwa karibia na Watanzania wote. Unaangaliwa sasa hivi pale na mfugaji na anataka hii mashine. Hebu muelekeze anaipataje? Mashine hizi zinapatikana VETA Songea. Mimi ni mkufunzi chuo cha VETA Songea. Tunamkaribisha afike VETA Songea. Sisi tuko eneo la Msamala, barabara ya Songea Njombe. Ukifika pale Msamala ni rahisi kupata hizi mashine. Na pili, tuna mashine pili kwa ajili ya umwagiliaji, bado inaonekana pale mbele. Hii ni kwa ajili ya kumwagilia bustani ndogo ndogo na mashamba makubwa. Kwa unapo akikaribia kipindi kama hiki cha kiangazi, wanaweza kupata vifaa hivi kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa hiyo kilimo hakitegemei tu mvua, kinategemea hata wakati wa kiangazi tulime. Maana tunataka tufanye kilimo kwa tija. Sasa huwezi kusema nasubiria tu mvua inyeshe, sasa mvua hakuna. Kwa hiyo tunaweza kutumia hizi mashine za kumwagilia na kuweza kupata mazao hata kama ni kipindi cha kiangazi. Mtazamaji, unaijua VETA wewe? Naona bado hujaijua vizuri. Mambo mazuri yako VETA. Ni wakati wako wa kufika ndani ya banda hili. Kumbuka kauli mbiu ya maonesho haya 88 kwa mwaka huu inasema tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050. Unadhani utaongezaje tija katika kilimo chako ama katika mifugo yako kabla hujafika katika banda hili la VETA uje kupata elimu ya masuala mbalimbali kama haya? Fika katika banda uje uonane na wakufunzi kama hawa ambao watakueleza ni namna gani unaweza kuongeza tija katika masuala ya kilimo, lakini pia katika masuala ya ufugaji. Hii ni 88 ndani ya jiji la Dodoma kwa mwaka huu 2026. Mimi ni Kisa Mwaipiana. Kwa jina ninaitwa Emmanuel Bukuku. Mimi ni mkufunzi wa fani ya umeme VETA Chang'ombe mkoa wa Dar es Salaam. Mashine ambayo unaiona hapa mbele yetu inaitwa dehydrator kwa lugha ya kigeni, lakini kwa Kiswahili nasema kwamba ni mashine ya kukaushia mazao mbalimbali. Tumeweza kuileta mashine hii ili kuweza kuonyesha wakulima, wananchi jinsi VETA inavyoweza kufanya mambo mengine ambayo wengi walikuwa hawafahamu. Mashine hii inaweza kuongeza thamani ya zao. Kwa mfano, ukimpatia mkulima ambaye anazalisha mazao mbalimbali tunataka yasiharibike, basi akitumia mashine hii mazao hayaharibiki. Kwa mfano, iriki unapotaka iende sokoni unatakiwa ikauke. Kwa hiyo ukikausha juani huwa inatumia siku 2, lakini ukikausha kwenye mashine inatumia masaa 4 na kwa imeshakauka. Kwa hiyo ni mashine ambayo inasaidia sana
Ukikausha kwa mfano zabibu juani ni siku 4, lakini ukitumia mashine hii ni masaa 12 zabibu zimekauka. Ndani ya masaa 12. Masaa 12 zabibu zimekauka. Okay. Na faida nyingine ni kwamba unapokausha vitu kwenye mashine hii huwa havipotezi ile nasema ubora wake. Vitamins zabaki vile vile na ubora wake kabisa. Yeah. Kwa hiyo ina protect sana zile vitamins, nutrients zinabaki, kwa lugha wanasema kitaalamu, zinabaki vizuri. Kwa mfano tumeona wale wanaosindika dawa wale wanaosindika dawa, kwa mfano mlonge, si aloe vera, huwa wanasema inatakiwa katika greenish au rangi ya kijani. Sasa kwenye mashine hii inabakiza. Wale wanaokausha dawa huwa wanatumia muda mrefu kwa sababu wanakausha kwenye giza ili ile dawa ibaki na thamani yake, lakini kwenye mashine hii atakausha masaa 4 tu, ile dawa inakuwa imeshakauka, inaweza kwenda kusindikwa. Nataka nione kwa ndani. Asante. Kwa hiyo hapa kwa ndani sasa tunafungua, tutaangalia tumeweka zabibu. Kama tunavyofahamu Dodoma, zao la zabibu ndio uti wa mgongo kwa upande wa Dodoma. Sasa hapa sasa kama tunavyoona hii ni zabibu. Kwa hiyo hii zabibu imeshafikia hatua kwamba imekauka. Hii iliwekwa saa ngapi? Hii imewekwa juzi. Kwa hiyo tumezima mashine jana. Mtazamaji, hawa ndio VETA wanajieleza kwa vitendo kupitia mafunzo mbalimbali ya bunifu mbalimbali ambazo zinatolewa katika chuo hiki cha VETA, ambao wako karibia kila wilaya nchi nzima. Hakuna haja wala sababu ya kusema ya kwamba hauna ajira, unakaa kijiweni, unakaa nyumbani, kwamba umekosa ajira ya kuajiriwa. Fika katika chuo cha VETA uweze kupata mafunzo ambayo yatakupa ajira ya wewe kujiajiri, kuweza kufanya mtaji ama shughuli yako ama kazi yako yoyote kupitia ubunifu ambao utaupata ndani ya chuo cha VETA. Fika katika maonesho haya, fika katika banda lao, uweze kuonana na wakufunzi hawa ambao wana mengi ya kukueleza, ili wewe Mtanzania, kijana wa Kitanzania, uondokane na tatizo la kukaa bila kazi. Fika hapa ili uweze kupata ujuzi utakao kufanya uajiriwe. Mimi ni Kisa Mwepiana, hii ni 88 Special ndani ya jiji la Dodoma. Asante.